خلق فسوى قدر فهدى أخرج المرعى. والصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله, ashukuriwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola ambaye hana mshirika wa lolote na chochote katika ulimwengu huyu. Allah Tabaraka wa Ta'ala ambaye hakuzaliwa wala hafanani na chochote. Ndugu yangu, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ni mja wake Allah Tabaraka wa Ta'ala, kadhalika ni mtume wake. Ndugu zangu katika imani, ashukuriwe Allah Tabaraka wa Ta'ala ambaye katujalia kuidiriki au kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao waja Allah Tabaraka wa Ta'ala umekujieni kuwa ni neema katika maisha yenu. Katika mwaka mzima unakujieni mwezi ambao Allah Tabaraka wa Ta'ala ameuleta kuwa ni neema. Mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala au Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akakubashirieni kwamba huyo ni mwezi wa baraka. Tafuteni baraka katika mwezi huyo, zinganganie baraka katika kheri zote katika mwezi huyo, kadri ambavyo Allah Tabaraka wa Ta'ala atakavyowezesha. Waja Allah, khutba yetu ya siku ya leo tutaishi na aya katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aya ambayo ikutikise imani yako au ichokonoe imani yako. Huenda ukapata mazingatio ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa nini au ni nini alichokilenga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi huyo, na akupe zawadi ya uhai na akupe zawadi ya afya ili uweze kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'ani tukufu, ayaman ma'dudat. Allah anasema waja Allah Tabaraka wa Ta'ala ni masiku yenye kuhesabilika, masiku machache waja Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jana na juzi tuliimba Ramadhani katika akili zetu, kwenye midomo yetu, kwenye bajeti zetu, tukaimba Ramadhani itakuwa lini. Na sasa Allah Tabaraka wa Ta'ala amekuwezesha wewe katika mabilioni ya watu kuweza kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuudiriki. Aliyakuwa tulikuwa na ndugu zetu waja Allah Tabaraka wa Ta'ala si zamani, hapana, waja Allah ni jana na juzi. Ndugu zetu hatuko nao, walitamani kuwa na sisi katika mwezi huu wa kheri, walitamani kuwa na sisi katika mwezi ambao kuudiriki ni majaliwa ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ndio maana Allah akasema ni masiku machache yenye kuhesabilika, ni masiku machache ambayo waja Allah ni mfano wake wa kufumba macho na kufumbua. Kwa hiyo ni mazingatio gani unayapata katika mwezi huyo au masiku hayo? Ni mazingatio gani unayopata waja Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tuwaone masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam waliishi vipi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hawa ni kioo. Tunaposikia wanavyosema wenzetu ambao dunia iliwapoteza, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waongoze. Wale ambao wanaosema kwamba fulani ndiyo kioo cha jamii, fulani ndiyo kioo cha jamii, huyu ambaye wanamuita ni kioo cha jamii ni mpiga mziki ambaye inawapoteza,
inawapoteza waja wake Allah tabaraka wa taala, au ni mcheza upuuzi ambao jamii inapoteza muda kunako muda wa ibada na kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Lakini hawa maswahaba ambao walisoma na wakamdiriki Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ndio wanafaa kuitwa kioo cha jamii. Tuwafuate Waislamu, tutazisalimisha itikadi zetu. Tuwafuate Waislamu, tutasalimisha Uislamu wetu. Tuwafuate Waislamu, tutaweza kusalimisha mawasiliano yetu na Mola wetu ambaye ni Mola mkarimu, Mola ambaye akitaka atatusamehe na akipenda Allah tabaraka wa taala atatuadhibu. Wanasema masahaba, kanu yaduuna rabbahum bibulughi Ramadan, walikaa masahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wakimuomba Allah kuweza kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakimuomba Allah waweze kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo mimi na wewe Waislamu kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kana kwamba tunapata adhabu ya njaa, ni kana kwamba tunapata adhabu ya kiwi, ni kana kwamba tunapata adhabu ya yale ambayo tunayoyafanya mchana au usiku wake katika miezi ambayo iliyokuwa nyuma au kabla ya Ramadhani. Waja Allah tabaraka wa taala, kwa nini wamuombe Allah kuidiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa nini wamuombe Allah tabaraka wa taala kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani? Waislamu, kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, walisumbua imani zao wakimuomba Allah tabaraka wa taala mwezi mtukufu wa Ramadhani waweze kuudiriki. Waja Allah tabaraka wa taala kabla hululi Ramadhani bisita ashhur, wanamuomba Allah tabaraka wa taala kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani kabla ya miezi misita, wakimuomba Allah tabaraka wa taala kuweza kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Subhanallah, subhanallah, miezi mtukufu wa Ramadhani kabla miezi misita wakimuomba Allah, Allahumma balighna Ramadhan, Allahumma balighna Ramadhan. Allah nakuomba, tunakuomba Allah uweze kutufikisha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, waliswali kabla hiyo miezi misita, walitoa sadaka kabla hiyo miezi misita, walisimama usiku katika hiyo miezi misita, walikaa na kumridhisha Allah tabaraka wa taala kabla ya hiyo miezi misita. Waja Allah tabaraka wa Islam, kama inavyowanukuu tarehe ya Uislamu, kabla hululi Ramadhan bisita ashhur, kabla ya miezi misita wakiandaa mwezi umoja ambao ndio shahru Ramadhan, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waja Allah tabaraka wa taala na wakapata bahati ya kuona mwezi mtukufu wa Ramadhani, wako salama, wapo vizuri, hawakulala ndani ya misikiti Waislamu kwa sababu ya saumu ziliwatepetesha. Walifunga saumu za wiki ambao ni lendi na jedi, walizoea saumu maisha yao mazima. Walifunga yamul bidha, masiku matatu katika mwezi, kwa kuandaa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa kuandaa nafsi na tumbo zao na akili zao kwamba kuna mwezi ambao inabidi tujiandalie kwao. Sio leo akina sisi Waislamu unakuja mwezi mtukufu wa Ramadhani hauna maandalizi, hauna maandalizi. Unakuja mwezi mtukufu wa Ramadhani hauna matendo wala hauna mazuri ambayo uliandaa ukaweza kuyaendeleza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio maana tunashindwa na shughuli hii, kwa sababu hatuna maandalizi kabla Ramadhani. Mtu mkubwa, sembuse watoto wadogo, mtu mkubwa miaka 30, 40, 50, saumu ya siku moja inamzungusha kichwa, anapoteza muda. Mtu anakwambia naenda kucheza kisoro ili nipoteze muda. Hawakupoteza muda wema waliotutangulia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hawakuhesabu masiku kwa kuandaa vyakula vya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hawakuhesabu masiku ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kuandaa mavazi mazuri ya siku ya Idi. Waja Allah tabaraka wa taala, bali walikaa na matendo yaliyokuwa salama ili wamridhishe Allah tabaraka wa taala
kupitia kauli ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbi. Walikana haya maneno maswahaba, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waridhie kwamba atakayefunga Ramadhani, atakayediriki Ramadhani akaweza kufunga kwa imani moja, Waislamu, imani moja, wahtisaban, na kutaraji malipo kwamba hii funga ninayoifunga malipo yake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbi, walitaraji msamaha kupitia maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kwamba atakayefunga Ramadhani kwa imani moja, kwa kutaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu anamwahidi kwamba atamsamehe madhambi yake. Utasamehewa madhambi yako ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Waislamu. Kwa hiyo utumie mwezi mtukufu wa Ramadhani kama walivyoutumia wa kabla yetu maswahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baada ya Ramadhani, siku ya Eid, waja Allah tabaraka wa taala wamefunga mwezi mzima, wamejitenga na maasi mwezi mzima, wamejitenga na yale ambayo yatamudhi Allah, yatawatoa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Mwezi mzima hakuna bangi, hakuna sigara, hakuna kubunda kwa wanawake ambao sio halali kwako, hakuna kilevi chochote. Ndani ya Ramadhani wakaweza kujilinda na haya matamanivu ya nafsi. Masahaba tarehe ikawanukuu, walikuwa wakimwomba Allah tabaraka wa taala wakisema, Allahumma taqabbal minna Ramadhan. Allahu akbar. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukubalie Ramadhani yetu, tukubalie matendo ambayo tuliyatenda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na dua katika dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufunza tukae nayo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa rukuana wa sujudana wa sadaqatana wa taubatana. Allah, tunakuomba utukubalie saumu yetu, visimamo vyetu, sala zetu, ibada zetu, mazuri yetu na tauba yetu. Hawa ndio maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Walikaa hivi Waislamu, hawakupoteza muda kwa kushiba iftar kwenye tarawih tukawakosa kwenye safa. Hapana, hawakupoteza muda wa kuzerera katika masoko wakitafuta majilbabi ya wake zao. Si vibaya Waislamu, lakini hayakuwapumbaza wakae kando na ibada ambayo ndiyo lengo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walikaa moja kwa moja wakitaraji kufanya mazuri na kuyatengeneza mazuri ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na wakamwomba Allahumma taqabbal minna Ramadhani. Allah, tunakuomba utukubalie saumu zetu, utukubalie Ramadhani yetu, tukubalie matendo yetu ya Allah. Masahaba hawa Waislamu walikuwa watu kama akina sisi. Tuache kauli za mitaani eti hautofikiaga imani za masahaba. Hapana, wao walisikia maneno kwa Mtume wakawa wametekeleza. Kinyume na leo, khatibu atakulingania, shekhe wako atakulingania maneno ukayatupa nyuma ya mgongo. Maswahaba wakuwa kama hivyo. Maswahaba kuna wale ambao walikuwa wakaidi kabla ya kusilimu, walikuwa wachafu Waislamu, wanakunukulia huyu ni fulani, lakini tizama yuko katika 10 mubashirina fil janna. Wapo katika wale ambao maswahaba au wale ambao Mwenyezi Mungu aliwaweka 10 ndani ya watu wa peponi. Waliishi duniani lakini nafsi zao zimeshatangulia peponi, waja Allah tabaraka wa taala. Kwa nini waja Allah tabaraka wa taala? Kwa sababu walitumia muda wao, walitumia Ramadhani yao, walichoka ndani ya Ramadhani yao. Hapana kwa kazi zao binafsi, walichokeshwa na ibada ya Allah tabaraka wa taala ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ibada Allah, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani waja Allah tabaraka wa taala isome Qur'ani, itukuze Qur'ani. Kama haujui kusoma Qur'ani, basi waite vijana waliohifadhi Qur'ani waweze kukusomea Qur'an.
uweze kusikiliza maneno ya Allah tabaraka wa taala. Na ukishindwa, waja wa Allah, ulimwengu umevuka mipaka, ifungue simu yako. Mwenyezi Mungu alisema ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndanimo umeteremshwa ndani Qur'an. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema alladhi unzila fihi alquran. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake Qur'an imeweza kuteremka ndani. Waja Allah tabaraka wa ta'ala, leo tunaishi na visa vya wema waliotangulia ili tuweze kupata mazingatio. Hawa waliishi vipi na mwezi mtukufu wa Ramadhani? Huyu alikuwa ni Imamu Shafi rahimahullahu ta'ala, mwanachuoni mkubwa sana. Huyu aliacha alama katika ulimwengu wa Allah tabaraka wa taala. Ana wanafunzi kemkem ulimwengu mzima. Imamu Shafi rahimahullahu taala wanasema kana yakhtimu alquran fi ramadana 60 khatmatan. Subhanallah, walikuwa ni watu wa maajabu, walikuwa ni watu wazito, walifahamu dini, ukweli wa kufahamu. Hapana, sisi tunaifahamu dini kwa sababu ya mavazi wa kuitwa wewe ni Muislamu. Hapana, wewe unaifahamu dini kwa sababu wewe baba yako ni Muislamu, ukapewa labda jina la baba yako ndio tukakuja kwa ni Muislamu. Hapana, hao walichoka na ibada. Kana yahtimu alquran, alikuwa akihitimu Qur'an, alikuwa akimaliza Qur'an, alikuwa akisoma Qur'an ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fi Ramadhani 60 khatmatan, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mara 60. Sawa na mahesabu ya karibu, alikuwa akiufungua msahafu wake kwa siku kama ya leo tarehe 14 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anahakikisha ameufunga, ameimaliza kuisoma Qur'an. Anaufungua tena, anaisoma tena Qur'ani, anaifunga, amemaliza mara 2. Ukiweka na mahesabu labda mwezi utafanya siku 30, anahitimu Qur'ani mara 2 katika mwezi, katika siku, bimaana mwezi mzima anahitimu Qur'ani mara 30. Umeshafanya nini ndani ya Qur'an, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Siku 14 zinaondoka Ramadhani na kuaga. Unajivunia kitu gani ambacho labda Ramadhani ikiondoka, ikikuaga na inakwambia buriani mja wa Allah tabaraka wa taala, wewe unaikumbashia nini hii Ramadhani ikwende kukutetea mbele ya mahakama ya Allah tabaraka wa taala? Ndugu zangu Waislamu, inaondoka Ramadhani, sawa na Allah tabaraka wa taala alisema ayaman ma'dudat, ni siku ndogo zenye kuhesabilika, ni siku ndogo zenye kuondoka, ni siku ndogo ambazo Waislamu zikikupita wewe kurudi tena kuiona tena Ramadhani, wallahi ni majaliwa ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Waja Allah tabaraka wa ta'ala, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mtume sallallahu alayhi wasallama anatuhusia tuyazungumze mazuri, wala tushikamane na maneno yaliyokuwa mazuri, tuyaseme yaliyokuwa matamu ambayo Allah tabaraka wa taala atayapenda na atayasikiliza na atayaridhia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kalimatani, maneno mawili waja Allah tabaraka wa taala usishindi basi na mambo madogo wewe unayaona kwamba ni upuuzi, lakini mbele ya Allah tabaraka wa taala ni makubwa mno. Yakumbatie, yakumbatie. Acha kupoteza muda ndani ya simu yako, acha kupoteza muda ndani ya vijiwe, acha kupoteza muda ndani ya usingizi, acha kupoteza muda ndani labda ya upuuzi ambao ni mwezi unakuja limoja ndani ya mwaka. Wallahi Waislamu, nasema kila siku nikiwa kwenye mimbari ya Mtume Muhammad, wallahi tunafunga Ramadhani hivi, wallahi labda Ramadhani tusimalizi tumekuwa na hii idadi. Na wakumbusha kila siku, naikumbusha nafsi yangu, na wala Ramadhani ya mwaka kesho itatukuta hatutoenea, hatutokuwa na hii idadi. Labda ni mimi ambaye nasimama kwenye mimbar, Allah anaweza kanichukua. Labda ni wewe, Allah anaweza kukuchukua. Itumie Ramadhani katika mwaka huyu, ipandishe ripoti yako kwa Allah tabaraka wa taala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kalimatani, maneno mawili Waislamu, maneno mawili khafifatan ala al-insan, ni mepesi waja Allah tabaraka wa taala kunako ulimi wa mwanadamu,
ni mepesi, ni mawili, alafu ni mepesi katika ulimi wako, ambao ni ulimi ambao utataja labda mabaya, utataja matusi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni mepesi katika ulimi wako. Anasema habibatan ila rahman, yanapendezwa mno na Allah mwingi wa rehma, yanapendwa mno na Allah mwingi wa huruma. Sikiliza waja Allah tabaraka wa taala, thaqilatani fil mizan, ni mazito kwenye mizani yako siku ya Kiyama, yatakutetea siku ya Kiyama, yatasimama na wewe siku ya Kiyama, siku ambayo watoto wako, mali zako, vyeo vyako, vyote utakavyokuwa, lakini havitokusaidia kitu. Maneno haya huenda yakaongezea uzito ndani ya mzani wako mbele ya mahakama ya Allah tabaraka wa taala. Ni maneno gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha, anasema ni subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Maneno machache ambayo wewe ukiyataja, wewe ukiyazoea ndani ya maisha yako, haswa ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, basi utapendwa na Allah, utakirimiwa na Allah tabaraka wa taala, na itakuwa sababu ya maneno kukuwekea uzito katika uzito wa mizani yako. Tunafanya mangapi Waislamu? Tunaiba vya watu, labda tunapora vya watu, tunazini usiku na mchana, tunaiba usiku na mchana, tunafanya mengi sana ambayo labda ni ulevi, kumuuzi Allah tabaraka wa taala, ibada zenyewe mtihani, lakini haya maneno yanaenda kuweka uzito katika mzani wako mbele ya Allah tabaraka wa taala. Unataraji nini ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani? Siku zinaondoka na hazirejei nyuma. Unataraji nini mbele ya Allah tabaraka wa taala kupitia maneno ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam? Atakayefunga Ramadhan, man sama Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbi, madhambi yake atakuwa yamesamehewa yule ambaye atakayefunga Ramadhani. Mwaka mzima wa Islam unabinda katika makosa, unapenya wrong way katika makosa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apendi, lakini unakuja mwezi mzima ambayo Mtume SAW salam anakuambia kwamba ukifunga mchana wake, ukajiziwia kula, ukajiziwia kunywa, ukajiziwia kuona haramu, ukajiziwia kufanya labda haramu, ukajisikamana na funga yako vizuri kwa imani ya Allah tabaraka wa taala. Mama imani Islam alikusudia nini imani? Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alikusudia ufanye kitu kwa kutaraji hiki ambacho ninachokifanya, kuna siku nitakutana na Mola wangu. Kwa funga Waislamu, ifanye funga kana kwamba unajua kwamba kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala nitakutana naye, atanilipa funga yangu. Wahtisaban, Allah atanilipa funga yangu. Ukifanya hivyo Waislamu, ghufira Allahu ma taqaddama min dhanbi, utasamehewa madhambi yako. Waislamu, nani asiyekosea? Nani asiyekuwa na makosa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Usiyekuwa na hili utakuwa na hili, usiyekuwa na lile basi tutakupata na hili, waja Allah tabaraka wa Ta'ala. Ibadallah, mwezi mtukufu wa Ramadhani haukukuja kukuangamizeni, kukuteseni na njali ya kuwa una chakula, una pesa, una lolote la kufanya, mke wako, mume wako ukaharamishiwa naye katika mchana wa Ramadhani. Allah hakukuleteni hivyo kwa sababu ya kukuteseni, waja Allah tabaraka wa Ta'ala. La hasha wa kalla. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, enyi waja wangu mnayefunga katika mwezi mtukufu Ramadhani, saumu zimewatepetesheni ndani ya misikiti yenu, mumejiziwia na shahawati mbalimbali, wake zenu umewaacha, vitanda vyenu labda mmeviacha, waume zenu mmewaacha, friji zenu mkazifunga, mifuko yenu mlikuwa na chochote cha kufanya, lakini mkajiziwia kwa ajili ya Allah tabaraka wa Taala. Ni funga tuliowafaradhishiwa hata wa kabla yenu. Allahu akbar. Just imagine, unakwenda katika mahakama ya kipolisi, labda
mahakama ya duniani, wanakwambia hukumu tuliyokupa wewe ndiyo hukumu ambayo tumempa fulani. Roho itatulia kwamba sheria imefuata mkondo, kwamba sheria haijanionea, kwa sababu ikiwa fulani ameadhibiwa kwa hili au amefanyiziwa hili, na basi na mimi nina haki ya kufuata sheria. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala anakuambieni kwamba ikiwa funga Ramadhani nyie mnafunga, basi tambueni kwamba imetangulia kwa kabla yenu. Kwa nini Allah tabaraka wa taala utuletee funga? Tushinde ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, tushinde na njaa ya Rabbi, tushinde tumejiziwia wake zetu, starehe zetu za dunia, tushinde tumejiweka mbali na yale ambayo labda yalikuwa ni halali yetu, kunywa, kula, labda kulala, labda vyote. Allah anasema la'allakum tattaqun, ili muweze kuupata ucha Mungu. Kuupata ucha Mungu kabla hujaenda kwenye mahakama ya Allah tabaraka wa taala, ipime nafsi yako, ijaribu nafsi yako, kana nafsi yako chini, iambie ya nafsi, ewe nafsi yangu, je, Ramadhani hii nimepatia au nimekosea? Bali al-insanu ala nafsi basira. Kila umoja akae chini, nenda chumbani, ufunge mlango, washa taa, zima taa, ihesabu nafsi yako, ichunguze nafsi yako. We mwenyewe utajua kwamba Ramadhani hii kidogo, mashallah, nimepatia au nimekosea. Waja Allah tabaraka wa taala, inaihusia nafsi yangu na kuihusia nafsi yako kumcha na kumwogopa Allah tabaraka wa taala. Tusipotezi muda, Ramadhani inaondoka. Ramadhani inaondoka Waislamu, na kurudi kuiona tena yatakuwa ni majaliwa ya Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu faya fawza mustaghfirin. Astaghfirullah. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillahi waliyus saimin, wassalatu wassalamu wa baraka ala sayidina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu abad. Ashukuriwe Allah tabaraka wa taala ambaye anawapenda wale ambao wamejiziwia na matumbo yao, wakajiziwia na nafsi zao katika matamanio yao. Rehma na amani zimfikie na zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye na alize na swahabaze na Waislamu wote ambao watakayeshikamana na mafunzo yake hadi siku ya malipo mazuri. Ndugu Waislamu, aina nahnu, tuko wapi waja Allah tabaraka wa taala na haya masiku ambayo yanapatikana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ndugu zangu Waislamu, alishatupa mazingatio makubwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, akitueleza kwamba ayaman ma'dudat, hayo masiku ambayo mmekuwa mkiyakumbuka au mkiyataka kuyafikia, Waislamu, ni masiku machache ambayo ni yenye kuhesabilika. Jana tulikuwa tarehe 1 au jana tulikuwa ni Shaaban, tukisema tutafunga lini, ikhtilafu ikakuja ulimwengu mzima kwa kutafuta labda muandamo wa mwezi. Wengine wanafikiri tutafunga kwa mwezi au tutafunga kukamilisha siku, wengine wanafuata hawa, wengine wanafuata hivi. Huyu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani tunautafuta, tukiupokea kwa shangwe na vigeregere, na sasa umetujia mwezi huyo waja Allah tabaraka wa taala. Na katika khutba yetu waja Allah tumesema angalau tujifananishe na wema waliotutangulia, tutizame wema waliotutangulia waliona vipi Ramadhani au walikumbatia vipi Ramadhani. Huyu ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, mwanachuoni mkubwa ambaye aliacha athari katika ulimwengu wa leo waja Allah. Anasema tallahi, anamuomba Allah
tallahi, kwa jina la Allah, anaapa kwa jina la Allah tabaraka wa taala, lau suila ahlul qubur, laiti tungekwenda ndani ya mashimo makaburi Waislamu, tukakwenda kuwapigia kelele watu wa makaburini, kuwauliza watu wa makaburini, tamanahu, tamanini, tamani katika ardhi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Laiti mngelirejea, mngelitamani nini? Tungekuwa na uwezo wa kwenda kuwauliza watu wa makaburini. Wamelala watu wazito Waislamu, maraisi wakubwa, wafalme wakubwa, watu wenye vyeo vikubwa, mashehe ambao waliacha athari katika ulimwengu. Allahu akbar. Waislamu, anasema laiti tungewauliza ahlul qubur, tamanahu, tamani watu wa makaburini, la tamanahu yauman fi shahri ramadhana, hatungelitamani isipokuwa ni siku moja Waislamu, tulirejea katika dunia ya Allah tabaraka wa taala, tuweze kuidiriki usiku moja wala mchana mzima wa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hawakutaja tungekuja kujenga majumba wala mali wala nini na nini, bali wanataja tungelitamani kuja duniani, kuja kuiona siku moja mwezi mtukufu wa Ramadhani. Subhanallah. Waislamu, fabiayyi alhadithi ba'dahu yu'minun. Waja Allah tabaraka wa taala, tuseme nini muweze kuelewa? Hao walikuwa ni watu wazito, waliacha athari katika ulimwengu, waliitumikia dini katika